Yo, asante sana ndugu mtazamaji wa Yansho TV. Leo tutakuletea vipengele zaidi. Hii ni Yansho TV. Tunapatikana YouTube, andika tu Yansho TV. Usisahau kusubscribe, kulike na comment ili wa kwanza kupata update nyingi zaidi za Yansho TV. Instagram pia tunapatikana kwenye kiunga chetu cha Yansho TV. Hata TikTok pia kiandika tu Yansho TV utatupata kwa haraka zaidi. Kwa pamoja nasi ili uzidi kupata update nyingi zaidi. Ya, nafikiri leo kuna kitu kimoja ambacho tutawaletea hapa. Nafikiri Dafesta wametoa mwongozo wa tunzo, wa ugawaji wa tunzo, na nafikiri tutawasomea kwenye mlolongo wa tunzo zenyewe ambazo zipo, na tutachambua jinsi gani vitu ambavyo tumeona labda vimepelea na vitu ambavyo labda vieleweki kwenye kategori zao. Kwa pamoja nasi uzidi kupata update nyingi zaidi na uzidi kuelewa kila ambacho tunakuletea siku ya leo. Asante sana. Yeah. So nafikiri vipengele vyenyewe ni kipengele cha kwanza hapa ni Best Artist of the Year, na namba moja ni B Justin namba moja. Namba 2 ni Gaspar, namba 3 ni King Willy, namba 4 ni Auto Music, namba 5 ni G-Zams, namba 6 ni Rino Zedon, na namba 7 ambayo ni wa mwisho ni Badman Is. Hicho ni kipengele namba moja cha Best Artist of the Year, na kipengele cha pili ni Best Song of the Year. Nyimbo ya kwanza ni Marry Me by G-Zams, nyimbo ya pili ni Fine Baby by Johnny Boy, nyimbo ya tatu ni Gaba by Gaspar, nyimbo ya 4 ni You by King Willy, na nyimbo ya 5 ni Fantasy by Badman Easy. So kipengele namba 3 ni Best Online TV. Namba moja ni Kaka Jambaz TV, namba 2 ni Son TV Online, namba 3 ni Didas TV, namba 4 ni Gapa TV, namba 5 ni Most Public TV, namba 6 ni Amis Hassan TV, namba 7 ni Utaipenda TV, na namba 8 ni Alob 5 TV. So kipengele namba 4 ni Best Music Video. Best Music Video, namba moja ni Fantasy by Badman Is, namba 2 ni Benemboka by B Justin Fit Nyagweni, namba 3 ni You by King Willy, namba 4 ni Marry Me by G-Zams, namba 5 ni One More Time by Rino Zedon. Kipengele namba 5 ni Small Business or the Small Business of the Year. So namba moja ni Reason Care, namba 2 ni Nadia French Bakeri, namba 3 ni GB African Store, namba 4 ni Kupanda Market, namba 5 ni Fizzland Market, namba 6 ni Diversity Brand, hiyo namba 6. Na nafikiri kipengele cha mwisho ni Best Upcoming Artist. Hichi ni kipengele cha mwisho kabisa kwenye ugawaji wa tuzo za Dafesta. Hapa namba moja tuna Johnny Boy, namba 2 kuna Said FTL, namba 3 kuna Starflow, namba 4 kuna H Boy OG, namba 5 kuna Ray Chris, namba 6 kuna Big Sadi, namba 7 kuna Dogo Ali. Ya, hivi ni vipengele ambavyo amevitoa. So katika vipengele hivi nafikiri kuna vitu vingi vimekosa, yani kuna upeleaji mwingi sana, vitu vimekosa hapa. So na leo tunataka tuwachambulie na tuangalie ni vitu gani muhimu, atazungumzia vitu gani muhimu vimekosa hapa. Ya, nafikiri kwanza tutaanza kuchambua hapa kwenye hizi tunzo, hapa kwenye ugawaji wa tunzo za wanamuziki hapa. Na nafikiri kuna kipengele kimoja, labda niwakumbushe tu ndugu watazamaji, kuna kipengele kimoja ambacho wamekosa, sijui wamejisahau au labda ndio kimeonekana kina maana, na nafikiri kinafanya vizuri sana hapa kwetu kwenye sanaa yetu hapa Marekani. Nafikiri ni upande wa filamu. Hatujaona kama wametaja sehemu ya filamu, labda tungepata kundi bora ya filamu ya actor bora kwenye filamu. Hatujampata mwigizaji bora wa kike, mwigizaji bora wa kiume, mwigizaji bora wa mwaka.
hatujawapata hao wote, na labda nilitegemea labda na wenyewe wangetoka kwa upande wa filamu, sijui wamewasahau au labda ndo wataupdate tena watuletee na watu wa filamu. Nafikiri sio filamu tu, hata comedian pia nacho ni kipengele, kwa sababu hizi ugawaji wa tuzo gani kupush vipaji vya watu na kuwapa watu nini mood wazidi kufanya kile kitu kwa bidii sana, ili wakwe wana improve kwenye vitu vyao. But naona hakuna kipengele cha comedian nacho pia. Yes, na ni kweli, ikiwa mnaangalia kwenye sanaa, ikiwa mmesimamia sanaa, ina maana mnaangalia sehemu zote, engo zote zile, wa comedian, waigizaji na wanamuziki. Na kilichoshangaza sana zaidi ni hizi small business. Hizi small business labda na zenyewe siku hizi zimeingia kwenye sanaa. Unaanzaje kwanza kuweka small business, unaacha nani waigizaji? Wenye sanaa yao ni waigizaji, comedian, nafikiri hawapo na vipengele hivyo havipo, ila small business nimepata nafasi. So ni kitu ambacho kinaweka swali ya muulizo. Na kitu kingine ukiangalia hapa ambapo wametaja best artist of the year, hapa kuna baadhi ya vitu wameweka ni vitu vya kuchanganya watu. Kwa mfano kuna huu B Just. Kuna B Just tumeangalia ameweka kwenye best artist of the year, but ukiangalia best song of the year hakuna, hayupo. Hayupo. Ukiangalia nafikiri nyimbo yake imekuja kuweka tu kwenye best music of the year. Na pia nilikuwa nimesahau kidogo, kuna kipengele ambacho hawajaweka ni collab bora. Collab bora nayo kwanza wanakosaje kuweka collab bora ya mwaka? Hivyo na ni vitu vingi sana, labda tuseme tukianza kuichambua kabisa hii Da Festa yetu, labda kuna vitu vingi wamekosea na sidhani kama labda amekurupuka kutoa hii listi au pengine kuna listi original itatoka, hii bado ni fake. Hilo ndo hatuelewi. Maybe but inatakiwa wajikosoe sana. Yaani hapa kama ni kuvuruga, wamevuruga kabisa. Yaani hapa wamevuruga mambo. Yaani ni vitu ambavyo havieleweki. Kwanza ukiangalia ni vitu ambavyo havieleweki. Yaani havitoi hata mwangaza. Ni kama wameshafeli tayari. Na nafikiri labda kwa kusema labda tuseme labda kwa kuangalia eti wasanii ambao wanaweza katoka kwenye best music, best song of the year, nafikiri labda Bin Justin hayupo. Bin Justin hayupo, lakini best artist yupo. Sasa yupo kwenye best artist, na ni nyimbo gani ambazo zimemuingiza kwenye best artist? Unaona, kwa sababu best artist ni mwimbaji bora. Sasa utatokaje mwimbaji bora kwa wimbo mmoja tu? Si tatizo. Unaona, na maana ni vitu vingine ambavyo havieleweki. Vipengele vingi hawajagusia. Yaani tuseme yaani hii vitu imekaa ni kaina aina, hakuna hata mara. Yaani tuseme kwenye muziki wao wanajua tu ni hao watu wa R&B tu. Hakuna waigizaji, hakuna comedian, ni R&B tu ndio inajulikana, ndio sanaa kifupi. So but hakuna rappers. Nafikiri rappers bora japo labda ukuiona huko wameweka Emoda. Emoda na nani nikumbuche mtunga. Golden. Nafikiri ndo jamaa ambaye anapambana na Emoda kwenye rapa bora. Ni hao wawili tu, atoni wengine. Na nafikiri labda Da Festa kwa upangaji wao tunzo wanatakiwa kwanza wajirekebishe. Sio kurupuka. So hivi ni vitu ambavyo vinawapa wasanii motivation fulani. Mnatakiwa mjirekebishe. Da Festa kama Da Festa, nafikiri nyinyi wasimamizi wakuu sana na mnafanya kazi nzuri sana, ila pale mnapokosea tu sisi tutasimama tu kuwakosoa na kuambieni. Pale tunapoona eti labda hii nafasi haieleweki, ni lazima tusimame tuseme. Nafikiri watu wa sanaa ya movie wanafuatiliwa sana hapa USA. Wanafuatiliwa sana USA, wakina Alenga the Great, wakina nanili huyu jamaa Buffalo nani huyu, potea kichwani jamaa nani. Ni watu wengi sana waigizaji wanafanya vizuri sana hapa Marekani, lakini nafikiri hamkuwaweka. Labda na wenyewe wanashindwa kusema na wanajiuliza ni vipi tutasema. Labda ingekuwa vizuri tungempigia Alenga the Great tumuulize. Kama dawa. Ndugu mtazamaji wa Yanshu TV, ulikuwa nami Yanshu King na Konki Master hapo. Tulikuwa kwenye uchambuzi wa tuzo za Da Festa kulingana na matukio ambayo yametokea na vipengele ambavyo wamewekea wasanii na
vipaji vingine ambavyo havikuwekwa na sanaa nyingine, engo zingine like comedian, waigizaji nafikiri hawakuwekwa. So ni vitu ambavyo tulikuwa tunavichambua, labda Da Festo amewasahau na pengine labda watapangilia list nyingine. Zidi kuwa pamoja nasi, uzidi kupata update nyingi zaidi. YouTube tunapatikana kwa Yanshu TV, nenda ukasubscribe, kulike na comment ili upate update zetu nyingi zaidi. Pia Instagram tunapatikana kwa Yanshu TV. Usisahau TikTok pia ni Yanshu TV, kwa na mimi Yanshu King pamoja na Konki Master. Bye bye.